Ni sauti za magari, hatua za washiriki na hamasa za kuamkia siku mpya zilianza kusikika mapema katika manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa. Hapa ndipo mamia ya washiriki wa Shura ya Uhamasishaji ya Taasisi ya Tabia za Kiislamu nchini kutoka pembe mbalimbali za Tanzania walipokusanyika wakiwa wamebeba dhamira moja, kuonesha kwa vitendo maana ya kujali jamii. Msafara ulianza safari kuelekea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Rukwa. Wakiwa katika maandamano ya amani, walipita katika mitaa na barabara za mji wa Sumbawanga, huku wakisindikizwa na jeshi la polisi lililokuwa likihakikisha usalama wao na watumiaji wengine wa barabara. Lakini safari hiyo haikuwa ya kufika tu mahali fulani. Ilikuwa ni safari ya kupeleka matumaini kwa wale waliokuwa wanahitaji zaidi. Walipowasili hospitali ya rufaa ya mkoa wa Rukwa, wanajai walitawanyika katika baadhi ya wodi kuwajulia hali wagonjwa waliokuwa wakiendelea na matibabu. Wengine walizungumza nao, wengine waliwafariji kwa maneno ya matumaini na dua, huku wengine wakigawa misaada mbalimbali kwa kadri walivyoweza. Katika mazingira ambayo wagonjwa wengi hukabiliwa na changamoto za maumivu, upweke na wasiwasi, ujio wa Jai ulileta tabasamu na faraja iliyogusa nyoyo za wengi. Muuguzi wa hospitali hiyo, Eva Sanga, anasema si jambo la kawaida kuona kundi kubwa la watu likiwakumbuka wagonjwa kwa namna hiyo. Jambo la kwanza, ujio wa hii taasisi ya Jai unakuwa na manufaa chanya kwa wagonjwa wetu, kwa sababu wagonjwa unajua kuna muda wana mahitaji mbalimbali. Kuna muda wanahitaji faraja kutoka kwa watu mbalimbali. Kuna watu ambao hawana ndugu, kuna watu ambao wanakosa watu wa kuwasaidia. Kwa ujio wenu kidogo unakuwa na hamasa kwao na unakuwa unawaonyesha kwamba kuna watu bado wanawajali. Kwa hiyo ni ujio ambao unakuwa na mchango chanya kabisa na unaonyesha tumaini jipya kwa wagonjwa. Ni kweli najua ziko taasisi nyingi, lakini ni wachache ambao wanakumbuka kwamba kuna wagonjwa ambao wanahitaji pia msaada. Kwa jambo hili linatoa hamasa kwa watu wengine, pia linaweza likawa ni chachu kwa watu wengine kuamshwa zaidi, kujua kwamba kumbe kuna watu ambao kwa hospitali pia wanahitaji kusaidiwa, kwamba kuna watu huko ambao unakuta anakosa kabisa hata chakula, muda mwingine ndugu hawapo. Kwa ujio kama taasisi kama hizi zinakuwa kidogo zinasababisha wanaendelea kujihisi kwamba nao ni wako miongoni mwa jamii. Baada ya kuhitimisha ziara hiyo, msafara ulihamia katika viwanja vya Masjid Istiqama Bomani, ambako shughuli nyingine kubwa ilikuwa ikisubiri. Huko maandalizi ya tamasha la uchangiaji damu yalikuwa tayari yamekamilika. Kwa wakazi wa Rukwa, tukio hilo lilionekana kuwa zaidi ya mkusanyiko wa kawaida. Wengi wao wanasema wamepata fursa ya kujifunza na kushiriki jambo ambalo halijawahi kufanyika kwa kiwango kikubwa kama hicho katika eneo lao. Wanaamini ujumbe wa kusaidiana na kuokoa maisha kupitia damu salama ni urithi ambao unapaswa kuendelea kuishi hata baada ya wanajai kurejea makwao. Swala la Jai linafikisha ujumbe uhamasishaji wa kuchangia damu, kuwasaidia jamii na kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum kama wagonjwa ambao hawana uwezo, lakini wagonjwa ambao hawana ndugu au wana ndugu lakini hawana uwezo wa kuwasaidia. Jai inawasaidia. Kwa hiyo kuanzia sasa mimi nimekuwa mwanajai rasmi. Kwa hiyo mimi nawaambia tu wakazi wa Sumbawanga, tushikamane, tuungane na wenzetu. Hadi tunapoona hatuwezi, basi tuulize, kwa sababu wenzetu wametutangulia. Tuulize nini cha kufanya, tupige hatua kama wenzetu walivyopiga. Wageni na wenyeji walijipanga katika vituo vilivyotengwa kwa ajili ya uchangiaji damu, huku kila mmoja akieleza sababu zilizomfanya kushiriki katika zoezi hilo. Kwa wengi wao ilikuwa ni fursa ya kutoa sehemu ya maisha yao kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtu mwingine. Kwa jina anaitwa Hussein Saidi Msuya,
ni mwendesha baskeli kutoka Dar es Salaam na nimehamasika kuchangia damu mashallah, kwa ajili watu wanapata changamoto nyingi sana. Damu haipatikani kwenye miti, haipatikani sehemu yoyote dukani wala wapi. Damu inapatikana kwa binadamu. Kwa hiyo nimehamasika kuchangia damu kutokana na dharura nyingi ambazo zinatokea hospitalini, majali mbalimbali na mama wajawazito wanaojifungua. Kwa hiyo nimehamasika sana ili kuchangia damu. Tuko timu nzima tumetokea Dar es Salaam mpaka hapa Sumbawanga kwa kuendesha baskeli ili kuhamasisha jamii kwa ujumla tuweze kuchangia damu na kuwasaidia ndugu zetu waliopata matatizo mbalimbali. Watu wa damu salama kutoka makao makuu wanaelezea jambo ambalo wanalifanya JAI kama ni sehemu kubwa ya moyo unaohitaji kufuatwa na kila aliye hai. Mwaka 2024 2025 Tanzania tulifanikiwa kukusanya chupa za damu 43 kama na 400, ambapo ni kama 71% tu ya ukusanyaji damu. Kwa tulipungukiwa kama 29%. Kwa hebu fikiria 29% watu walikosa damu hospitalini. Ina maana kila watu 10, watu 7 tuliweza kuwapa damu na watu 3 walikosa damu. Ni maumivu gani tunayopata? Kwa tunaviona JAI wanachokifanya, huu ni utume tosha. Unatoa sehemu ya uhai wako kumpa mtu usiyemfahamu. Unatoa sehemu ya nafsi yako kumpa mtu usiyemfahamu. Tunawapongeza sana JAI, tunawapongeza sana na hatuna neno zaidi ya kusema hongereni. Ukiangalia ukusanyaji wa damu wa JAI kwa ujumla, JAI tu wamechangia chupa 43,440. Hao ni JAI tu wanakusanya hizo damu. Wameokoa watu zaidi ya 100,000 nao walikuwa wanatakiwa damu. Tuseme nini zaidi ya hapo? Tuwasemeje JAI? Takbir! Takbir! Nawapenda sana nyinyi watu. Ukarimu wenu unafanya tuwe na mioyo ya kutetemeka. Ukarimu wenu wa uchangiaji damu tunashindwa hata tuongee nini mbele zenu. Wakati shughuli za uchangiaji damu zikiendelea, jukwaa lilihamia kwa viongozi mbalimbali waliopata nafasi ya kutoa salamu na nasaha zao. Tumuombee sana mama yetu, rais wa nchi, aendelee amalize muda wake. Tunaomba wanasiasa wa Kenya watulie. Bado watulie kwanza. Huyu bi mkubwa amalize muda wake. Ikifika waingie basi waingie kwenye habari. Baadaye risala ya JAI Taifa ilisomwa na katibu wa JAI Taifa, ikieleza hatua mbalimbali zilizofikiwa na taasisi hiyo pamoja na maono ya kuimarisha shughuli zake nchini, ikiwemo azma ya kupata ofisi kuu ya taifa. Tunatambua kuwa serikali yetu tukufu na nisikivu unayoiongoza inayo tabia ya kuzishika mkono taasisi za kidini kama hii ya JAI katika kuziwezesha kutekeleza vema zaidi kuhusu kazi za kila siku, na hivyo tunaufahamu uwezo wako mkubwa katika kuitumikia jamii yetu. Tunakuomba sana utununulie nyumba ambayo ipo katika kiwanja namba 53 iliyopo katika kata ya Mzimuni, Magomeni, jijini Dar es Salaam, ambapo tunapatumia kwa hivi sasa kama ofisi yetu ya kutekeleza mambo yetu katika utendaji. Katika shura hiyo pia alikuwepo mhadhiri wa Kiislamu kutoka Kenya ambaye alitoa nasaha kwa washiriki, akisisitiza umuhimu wa umoja, mshikamano na kuendelea kuitumikia dini kwa hekima na busara. Na subhanallah, madaktari wako hapa katika maajabu ya mwanadamu kwamba ameumbwa ni msaidizi wa mwingine. Tuna kiungo kimoja cha ndani, figo, muhimu sana, lakini figo ni mbili kwa mwanadamu, inatumika moja, au si kweli? Inatumika moja, nyingine ni spare part ya mwanadamu, hii nyingine wanamsaidia mwingine. Na wewe utamsaidia moja, na wewe utaishi na moja, na mambo yatakwenda vizuri zaidi. Ni kuonyesha kwamba Allah alivyotuumba sisi
ametumba kwa lengo la kusaidiana, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala al-ithmi wal udwan. Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema saidianeni kwa wema, katika wema na kumcha Mungu, msisaidiane katika uovu na uadui. Ni katika jambo bora linalofanywa na JAI hili la uchangiaji wa damu, kwa sababu damu ni uhai, na Qur'ani inatuambia waman ahyaha fakaannama ahya nasa jamia. Mwenye kusababisha mwenziwe kupata uhai analipwa malipo na Mwenyezi Mungu kama ametoa uhai kwa viumbe wote ulimwenguni. Amiri wa JAI Taifa naye alitumia nafasi hiyo kuwakumbusha wanachama kwamba mafanikio ya harakati zozote za Kiislamu hupatikana pale zinapofanywa kwa ikhlasi. Alisisitiza kuwa lengo kuu la kazi za JAI linapaswa kuwa kutafuta radhi za Allah na si sifa au pongezi kutoka kwa wanadamu. Sasa amiri wangu, ni tarajio letu kwamba sisi JAI tumeleta hapa, basi isiwe ni JAI tu ya kwenda kwa mkuu wa wilaya, bwana mkuu wa wilaya mimi nimeona JAI nimekuja hapa. Isiwe ni JAI ya kupita na kujinasibu, iwe ni JAI kweli umefanya jukumu na milango yenyewe inakuwa nafunguka ili kuweza kuingia. Ndugu zangu, hili jukumu ni ukweli kabisa. Ukiweka mashirikiano mazuri katika yale maeneo ya huduma za kijamii, basi milango yenyewe inafunguka. Lakini ukiwa wewe ni wewe mwenyewe kwa kutumia ile nembo, basi milango itajifunga na ule uwepo wako hautoonekana. Sisi wanajai tumeweza kuonekana kwa ule utendaji wetu. Takbiri. Hatimaye ikafika zamu ya mgeni rasmi kuhutubia mamia ya washiriki waliohudhuria tukio hilo. Katika hotuba yake alipongeza juhudi zinazofanywa na JAI katika kuhudumia jamii kupitia elimu, misaada na shughuli za kijamii. Alisema kazi hizo zinaonesha namna ambavyo taasisi za dini zinaweza kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto zinazokabili jamii. Ndugu zangu, jambo hili ni jambo jema, jambo ambalo JAI mmetuletea mkoa wetu wa Rukwa ni jambo jema sana. Kitendo hiki cha kutoa damu ni kitendo cha utu, ni kitendo cha ungwana, ni kitendo cha maadili mema. Damu hizi ambazo mtachangia ama ambazo mnachangia zinakwenda kuokoa maisha ya watu ambao mnawajua na wengine hamwajui. Na kitendo hiki ni kitendo cha ujasiri, kwa sababu kutoa damu ni sawasawa na kutoa sehemu ya uhai wako kumpa mtu mwingine mwenye uhitaji. Kwa hiyo sisi sote ambao tupo hapa na ambao tutashiriki zoezi hili la kutoa damu, sisi ni majasiri, ni watu wema, ni watu ambao tunafanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo JAI tunawashukuru sana kwa jambo hili. Kutoka hospitalini hadi kwenye viwanja vya uchangiaji damu, kutoka kwa wagonjwa waliopata faraja hadi kwa wananchi waliojitolea kuokoa maisha wengine, Shura ya JAI Rukwa 2026 imeacha alama ya huduma, mshikamano na kujali. Ni simulizi inayoonyesha kwamba wakati mwingine mchango mkubwa zaidi kwa jamii hauanzi kwa mali nyingi, bali huanza kwa moyo wa kujitolea, huruma na utayari wa kusimama pamoja na wengine katika nyakati wanazokuhitaji zaidi. Mimi ni Salma Matanza, wabillahi tawfiq.